Na ndio maana katika enzi za mababa wa kanisa kuna watu walisema nje ya kanisa hakuna wokovu. Walisema hivi, extra ecclesiam nulla salus, hakuna wokovu nje ya kanisa, hakuna wokovu. Sasa waliposema hivyo, Mtaguso wa Pili wa Vatikano unaeleza vizuri maana yake. Si kwa sababu nimebatizwa, si kwa sababu nina jina la Kikristo, ila Ukristo wangu ni maisha ninaishi inavyotakiwa kadiri ya wito wangu, niwe mtakatifu, niwe mtakatifu. Sasa hawa watakaodharauliwa, hawa ambao walionekana hawana maana, na ndio maana wanafika pale wanauliza, azaliwa wapi mfalme wa Wayahudi? Wale jamaa wako pale hawana habari, yuko Bethlehem hawana habari, mfalme yoyo Herode hana habari, lakini mtoto amezaliwa eneo lake. Na ndio maana malaika hawakuenda kwa Herode wala hawakuenda kwa makuhani, walienda kwa wachungaji wa hali ya chini waliodharaulika. Ndio hao sasa, jamani, nawapasha habari njema ya wokovu, amezaliwa Mwokozi kwa ajili yenu, nendeni mtaona alama hizi. Mtoto mchanga amevikwa nguo za kichanga na mama yake na baba yake wako pale, lakini hawakwenda kwa Herode wala kwa kuhani yoyote. Sasa wale wanajifanya wanafahamu. Sasa hawa bila shaka walidharaulika, lakini katika kudharaulika hawa kwamba si washirikina hawa tu, hawana maana hawa hawana maana, lakini ndio huko Yesu amejifunua, Mungu amejifunua kwao. Na ndio maana katika Mtaguso wa Pili wa Vatikano bado tunakumbushwa, hasa tunaposoma katika hati ya Mtaguso wa Pili wa Vatikano, kwenye hati ya mahusiano ya kanisa na ulimwengu wa sasa. Sasa tusome alama za nyakati, na katika kusoma alama za nyakati tuweze kuzitafsiri katika mwanga wa Injili, kuzitafsiri katika mwanga wa Injili. Ndio maana hawa jamaa wakaangalia nyota zote wanazoziangalia kila siku. Nyota hii ni ya pekee, hii si ya kawaida. Hii aliyezaliwa huyu, hii nyota hii, huyu bwana ni mfalme. Kusoma alama za nyakati, kusoma alama za nyakati. Na ndio maana waliweza kuenda kule, wanaanza kumtafuta Yesu, kumtafuta Yesu katika maisha yao, Yesu awe mfalme wao. Na ndio maana walipofika pale walitoa zawadi za thamani kubwa ambazo wale wanateolojia wanazitafsiri katika maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Atakufa, lakini ni mfalme vile vile, atapakwa mafuta, atafanya nini, vyote hivi vinatafsiriwa hivyo na wanateolojia kutokana na dhahabu na zawadi hizo za thamani walizozitoa hawa waliodharaulika. Mungu anajifunua kwa yoyote yule. Tufungue mioyo yetu, tumkaribishe, atatupokea na atatuongoza daima. Lakini lingine ambalo tunajifunza katika adhimisho hili na katika tokeo la Bwana, zawadi ya mtoto Yesu ni kwa kila mmoja. Zawadi ya mtoto Yesu ni kwa kila mmoja. Mila mbalimbali, rangi mbalimbali, mataifa mbalimbali, mtoto Yesu ni zawadi kwa wote hawa. Amezaliwa kwa ajili yetu. Somo la kwanza linatukumbusha tu kwamba watu wanakusanya na kukusanyana, wewe wanajikusanya, wanaenda, watakujia wewe huku. Kwa hiyo zawadi ya mtoto Yesu si mali ya mtu. Na ndio maana tunapotafakari, tunapoongea na Mungu, tunapokusanya mioyo yetu kwake na kufanya jumuiya moja, ni kwa sababu Mungu si mali ya mtu. Hakuna mtu anayeweza kukunyang'anya Mungu. Huyo utadumu naye milele yote, wewe mkumbatie. Lakini ukiwa na hela, majambazi watakuja kukuibia. Ukiweka hela mfukoni, kuna wale wanaodokoa mfukoni, watakuibia. Lakini hakuna atakayeweza kukuibia Mungu. Ukiwa naye ni wakwako na utaenda naye popote pale. Na kwa sababu hiyo zawadi ya mtoto Yesu ni zawadi ya kila mmoja. Ni sisi wenyewe tu
kumwendea na kupiga magoti, kusujudia, kumwabudu. Maanake katika maisha yetu wakati fulani tunashambuliwa na sasa tunaabudu sanamu nini. Ni mtaguso mmoja waliweza kuelezea vizuri sana hivi tunaposema kuabudu tunamaanisha na vitendo vya kuabudu ni vipi. Siko sawa nina picha, siko sawa nina sanamu, siko sawa ndio uniambie kama ninaabudu mimi, hapana. Anayeabudiwa ni Mungu peke yake, wala si sanamu, sio nini, wala si Bikira Maria wala nani. Hatujasema tunaabudu sisi. Kuna kuabudu, kuna kuheshimu, vitu vile ambavyo ni tofauti. Mtaguso ulielezea vizuri kabisa, ukaweka sehemu 3. Tunaposema mtakatifu fulani tuombee, wakasema hii sifa tuiweke ni dulia hiyo ya kwa ajili ya watakatifu, dulia. Tunaposema mama Bikira Maria utuombee, hiyo ni sehemu ya pili, ili tuseme ni heshima hiyo kwake, mama wa Mungu, mama wa Mwokozi, tuseme hyperdulia. Kuabudu, kitendo cha kuabudu ni kwa Mungu peke yake, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, latria. Kuna Mkatolika anayeabudu sanamu hiyo, wala nani hao wanavyoona hawajui mafundisho yetu, ndio maana wanaweza kusema wanavyotaka, kwa sababu haya mambo ya roho si mambo ya maneno mengi. Mambo ya roho ni ya roho, na mafundisho ya mtu ni ya mtu, na imani ya mtu ni ya mtu. Kwa mtoto Yesu tumsujudie, tumwabudu na kumwomba atusaidie katika maisha yetu. Lakini vile vile tunajifunza leo kwamba mtoto Yesu au Yesu Kristo ni chanzo cha furaha yetu katika maisha, chanzo cha furaha. Tunamuona na kumwabudu, tunafurahi. Tumekutana naye katika maisha yetu, tunafurahi, chanzo cha furaha. Na kwa sababu haina haja ya kununa, tuweze kumkumbatia, tuweze kumjongea, tuweze kumkaribisha katika maisha yetu, katika familia zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, watoto wetu wanapata sakramenti ya kipaimara tunapoadhimisha sherehe hii ya tokeo la Bwana, Epifania. Watoto hawa kama nilivyoongea wamejifunza mengi kuhusu imani. Watoto hawa waliojifunza imani si tu kwa katekista, kwa paroko na mapadre au mafrateri waliopo, ila wazazi wote tunayo nafasi kubwa kwa watoto wetu hawa kuwafundisha inavyopaswa kuishi kama Mkatoliki na kuwarithisha imani thabiti, ili waendelee kusali katika kanisa zuri hili la Kirege Kristo Mfalme. Sisi tukiwa tumekufa tayari, tumerithisha imani thabiti kwao. Leo wanapojongea kupata sakramenti ya kipaimara, pamoja na mafunzo yao yote na mitihani walioifanya, wengine walisoma sana kwa ajili ya kujibu mitihani, na ndio maana hata tunaposoma, tunapoenda kokote kule, elimu ni kwa ajili ya maisha, sio zaidi kwa ajili ya kusema nifaulu mtihani. Uweze kaishia hapo sema ameelimika kusema nifaulu mtihani. Ndio maana tunaweza tukaboronga sana katika maisha yetu. Itusaidie kuishi vizuri kama watoto wa Mungu. Na hawa wamejifunza mengi kuhusu imani. Hiyo imani si kwa ajili ya kwamba wanaimba kichwani. Najua tu kwamba kuna maswali mengi nimeuliza mengi. Katekista atakuwa aliwakazania sana maswali hayo. Atawauliza swali hili, atauliza swali hili, jibuni 1 2 3, mtajibu vizuri sana, lakini maisha. Hii ni maisha yale. Yaani kwamba sisi ni Wakatoliki, uonekane sasa hayo kwenye familia zenu, mitaani kwenu, mnapokuwa na wenzenu, mnapoongea nao, mkiwa mashuleni, ninyi ni Wakatoliki. Ndio nayotakiwa. Ndio maana sakramenti ya kipaimara inawahakikisha
inawathibitisha na vile vile inawaimarisha katika nini? Katika imani Katoliki. Watu wanataka muishi, na mnaoishi hiyo kwamba muwe wa misionari ambao maisha yao ni mahubiri ya Injili, sio wanaosimama Yesu huyu yeye wakati wametoka huko usiku kuiba, alafu asubuhi Yesu nawapenda. Ni wale wanaoshuhudia imani yao, wanaishi. Ni wale ambao ni mabalozi wazuri wa Yesu katika maisha yao, wanaishi navyopasa kama Wakatoliki. Ndio maana yake. Kwa hiyo sasa ndio maana nitawahoji kidogo. Najua paroko maisha